Yes bwana, mambo vipi? Uko vizuri? Nimefunga safari kutoka mbali na kumfuata Nazareth Upete, moja ya watu ambao wanafahamu vizuri sana kandanda ya Misri. Amekuwa akifuatilia kwa ukaribu kabisa, ni shabiki wa Al Ahly. Yes, lakini na Al Ahly ambao safari yao iliishia katika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika, walivyopigwa hiki kinaitwa kifundo cha mkono kwa nguvu kweli kweli kutoka kwa Mamelodi Sundowns. Dakika za jioni shughuli yao ikawa imeishia hapa, lakini kilichonileta hapa, maswali yamekuwa mengi juu ya mustakabali ambao unaendelea katika ligi ya Misri. Ligi ya Misri tunafahamu kwamba imemalizika, si ndio? Na baada ya kumalizika Al Ahly amepewa bingwa na ameshangilia. Lakini sintofahamu inaonesha kuna baadhi ya msimamo inaonesha Pyramids ndio kinara. Lakini kuna msimamo inaonesha Al Ahly ndio kinara. Maswali yamekuwa mengi. Mimi binafsi nimepokea simu nyingi, na wewe ni shahidi, nikiwa hapa nimepokea simu moja hapo. Mtu ananiuliza, bwana Misri kule iko vipi? Wewe mko kufuatilia kwa karibu. Anatokea Kilwa. Anatokea Kilwa. Jamaa yule. Kauliza hilo swali sasa kwa faida ya watazamaji. Hebu tuambie, ligi ya Misri imeisha. Msimamo, nani alikuwa juu ya msimamo? Na huu msimamo ambao unaonyesha Pyramid yuko juu na unaonyesha Al Ahly yuko juu ni vipi? Unajua kuna sintofahamu ambayo ilianzia kwenye mechi ile ya Ahly dhidi ya Zamalek. Na sintofahamu hiyo tunaweza tukatrace back kama imeanza mwanzoni mwa msimu uliopita, ambapo walikaa kikao. Egypt kuna mfumo kidogo tofauti na hapa kwetu. Kuna kamati ya waamuzi, kuna kamati ya vilabu, kuna chama cha soka, alafu kuna kamati ya Olimpiki. Hizi zipo nne. Ni kamati tofauti kabisa. Lakini kiuendeshaji hizi zinasimama pamoja. Kasoro tu kamati ya Olimpiki ndio chombo cha juu zaidi cha kimaamuzi. Sasa mwanzoni mwa msimu, umoja wa vilabu kwa kushirikiana na chama cha waamuzi pamoja na chama cha soka Misri EFA walikaa pamoja wakakubaliana kwamba mechi zote kubwa zitachezeshwa na waamuzi kutoka nje ya Misri. Al Ahly dhidi ya Zamalek, Al Ahly dhidi ya Pyramids, Pyramids dhidi ya Zamalek na Pyramids dhidi ya Ahly. Yani mechi zinazomhusu Pyramids dhidi ya Ahly ama Zamalek, ama Zamalek dhidi ya Ahly, ama Ahly dhidi ya Pyramids ama Zamalek, zote zingechezeshwa na waamuzi kutoka nje. Na ni kwa sababu officiating yake ya waamuzi kutoka ndani haikuwa inakubalika sana. Misri kwa siku za karibuni nao hawana waamuzi wengi wenye ubora mkubwa, ndio maana unaweza kutaja nafasi ya kwanza mpaka ya 7 barani Afrika usimuone Misri. Utawataja wale kina Omar, kina Sai wale wa Senegal, utawataja kina Jean-Jacques Ngambo Ndala wa Kongo, utamtaja labda Ibrahim Moutaz Libya, Mustafa Gobal, kuna Gorata Haitham Tunisia, lakini ni ngumu sana kwa jumuisha wa Misri. Basi baada ya kukubaliana kwenye ile sakata, kilichofuata hapo na hii ya waamuzi kutokuonekana na ubora inaanzia ndani. Waamuzi na kwa sababu Zamalek na Ahly ndio kama imegawa wa Misri, kama Simba na Yanga. Kwa hiyo inaonekana kuna waamuzi aidha kama sio upande huu atakuwa upande huu. Na hicho ndicho ambacho kilifanya pengine watu wakaanza kutengeneza doubts kwamba ili kuepusha hizo maswali ambayo sio ya lazima, basi tutengeneze kwenye mazingira ambayo mtu hata kama atakuwa anafikiria kuhusu Zamalek, anafikiria kuhusu Ahly, ama anafikiria kuhusu Pyramids, kwa sababu bahati mbaya mpira wa Misri ni tofauti na hapa kwetu ambapo Simba na Yanga wanaweza kujigawa 50 kwa 50. Kwa Misri Ahly ana ufuasi mkubwa kuliko timu yoyote. Kwa hiyo hata wale wachache wa Zamalek hawapo tayari kuiona Ahly inafanya vizuri kwa gharama yoyote. Sasa ile kitu imepelekea mpaka baadhi ya mechi kuwa kwenye hiyo tension kwamba maamuzi akiwa na hisia za Zamalek anaweza asitendea Ahly haki, na kama ni maamuzi mwenye hisia za Ahly, kwa mpira ni kama uadui fulani, sio uhasimu, sio utani. Sasa ile imefanya mpaka maamuzi kuwa hivyo. Kwa hiyo walivyokaa pamoja wakashedo kwamba jamani, mechi kija ambayo tunahitaji big games, waamuzi watoke nje. Waamuzi wanaotoka nje, gharama zitakuwa zinabebwa na timu husika. Kwa hiyo Ahly wanachangia 50, Pyramids wanachangia 50. Ambaye atagoma kuchangia na mwingine akawa na ulazima wa kutaka, basi atalazimisha kuchukua waamuzi kwa gharama zake. Ahly hakuwa na shida, Pyramids hakuwa na shida, Zamalek hakuwa na shida. Japo Zamalek alisema
je, itategemeana na muda wa hizo games, lakini pia itategemeana na budget yake, hali ya kifedha. Ndio. Baada ya kufika ile mechi ya kwanza ya dabi ya 1-1 iliisha bila tatizo. Nilikuwepo uwanjani kwenye ile mechi. Mwamuzi alikuwa mgeni. Tumekaa wiki 2-3 baadaye, mwezi wa 3 ikaja dabi nyingine ya Cairo, Zamalek dhidi ya Ahli. Mpaka siku ya mechi, tunasema kesho ndo mechi, saa 12 jioni hakukuwa na tangazo lolote la waamuzi wa mchezo huo. Saa 3 usiku kwa saa za hapa nyumbani, kama saa 2 za Misri, mwamuzi akatangazwa kwamba watakao officiate game ni waamuzi hapa nyumbani Misri. Okay. Saa 4 usiku Ahli wakaitana bodi kujadili. Yes. Mahmoud al-Hatib Bibu pamoja na wajumbe wake wakakubaliana kwa kauli moja kwamba mpaka asubuhi, kama kutakuwa hakuna taarifa tofauti ya waamuzi, hawatapeleka timu uwanjani. Sawa. Sasa ifika siku ya mechi asubuhi, mpaka saa 4 barua yao haijajibiwa, ile walio question. Saa 6 mchana wakaandika, wakatoa tu notice ya ndani, ndio hatutacheza hiyo mechi. Na nakumbuka nilidaka sehemu nikaionyesha, nikaiweka hadharani. Nilimtafuta Amira Taufik, CEO, akathibitisha kwamba hawatapeleka timu uwanjani. Kama it's okay, nikaandika ni kweli Ahli hawakupeleka timu uwanjani. Wakati wameandika ile taarifa ikaanza kusambaa kwa kasi, nakumbuka mtu wa kwanza kunicheka kwa jamaa mmoja anaitwa Hesham Abu Hadid, mfanyakazi wa EFA. Akaniambia hiyo taarifa umeitoa wapi? Nikamwambia hii hapa, nikampa mpaka right source. Baadaye ndo akaniambia okay, sawa. Baada ya muda ikaja taarifa kwamba chama cha soka kimeona ili kunusuru lile sakata, kimwita mwamuzi Ibrahim Motazi kutoka Libya aje anusuru lile sakata. Lakini wakati anamwita Ibrahim Motazi alikuwa Saudi Arabia kwenye ndondo zake. Sasa Zamalek wenyewe wakaweka msimamo, mechi ni saa 2 kamili usiku, hatutazidisha hata dakika moja, tutakuwepo pale. Itifaki itazingatiwa. Ikifika muda mwamuzi dakika 15, sisi tutaondoka uwanjani kama ambavyo taratibu zinataka, kama ambavyo kanuni ilifanyika pia. Tanzania ilikuwa 2021 Young Africans walipeleka timu yao kama ratiba ilivyopangwa. Sasa tofauti ni kwamba ile EFA walisimamia msimamo, itachezeshwa na waamuzi wa ndani, muda ushaisha, hatuna muda wa kupoteza. Lakini Ahli wakasema hatutapeleka mpaka tuone mwamuzi kutoka nje. Baadaye waamuzi waliokuwepo wakaruhusu kwamba dakika 15 zimeisha, hakuna timu iliyofika uwanjani zaidi ya Zamalek. Sisi tunamaliza mchezo. Manake Zamalek ameshinda. Maamuzi yanabaki kwa EFA. Kesho yake EFA kwenye kikao wakathibitisha kwamba alama 3 zile zinaenda upande wa Zamalek. Anapata faida ya magoli 3, alama 3, lakini pia Ahli atatakiwa kukatwa alama mwishoni mwa msimu utakapomalizika, alama 3 ili jumla ziwe 6. Na kwa sababu ilikuwa ni swala la wao kuona kwamba madai ya Ahli ni nusu msingi nusu hayana mantiki, hawakumkata alama 15 kama inavyotakiwa, ndio hawakumshusha madaraja 4 kama inavyotakiwa, ila wakakubaliana huyu atalipa gharama zote za mchezo, fidia kwa wadhamini, na kila mtu ambaye alikuwa anahusika na mchezo. Huyo hata mashabiki nakumbuka leo walitakiwa kurudishwa vingine. Sasa Ahli hawakutaka kimya, wakaenda kukata rufaa. Kwa mara ya kwanza walikata rufaa kwenye kamati ya rufani ambayo inashirikiana na umoja wa vilabu. Baada ya pale ile rufaa ikaonekana kama kuna namna imesiginwa, kukawa na interference ya chama cha soka, kwamba sisi hatuwezi kurudisha maamuzi nyuma. Sasa Ahli wakaona twende mbele, wakaenda kwenye kamati ya Olympic. Mara ya kwanza kamati ya Olympic ilitoa maamuzi ya kubariki maamuzi ya EFA. Ahli wakakata tena rufaa, wakipinga kwanza kukatwa alama 3, pili Zamalek kupewa ushindi na alama 3, kulipa gharama na fidia zile zilizojitokeza. Kilichofanyika baada ya rufaa kujadiliwa upya, maamuzi yakatoka. Ahli hakutakuwa na mechi ya marudio kwa sababu ya muda.
Swali la msingi la Ahli lilikuwa hoja ya msingi ya Ahli ilibaki kusimama kwamba ni hoja ya msingi, lakini asingepewa nafasi ya kurudia mchezo kwa sababu majina ya waamuzi yalishachelewa kutangazwa kwa muda ule na haikuwa fault tena ya Zamalek. Sawa. Kwa hiyo Zamalek atabaki kupewa alama 3 na magoli yake 3, lakini zile alama 3 za ziada alizotakiwa kukatwa Ahli mwishoni mwa msimu hazitakatwa. Zile gharama za fidia hazitalipwa kwa sababu sio kosa la Ahli. Kwa hiyo baada ya maamuzi hayo kutoka, Ahli wakaridhia kwamba sisi tukubali tumeshapoteza dhidi ya Zamalek, lakini hatutakubali kukatwa zile alama tano. Kwa sababu tayari maamuzi yashafanyika. Ilikuwa okay. Pyramids alikuwa ndo mnufaika wa kwanza wa ile maamuzi. Yaani mechi ya Zamalek anapewa alama 3. Lakini mnufaika wa kwanza ni Pyramids kwa sababu kwenye msimamo yeye ndo alikuwa anaongoza kwa tofauti ya alama 4. Akikatwa 3 Ahli maana yake zilikuwa zinaenda kwa 7. Na hata angekuja kupoteza ama kusare bado yeye angebaki na ile faida. Ambacho kimekuja kumuua Pyramids hata sasa hivi ni zile alama 4 ambazo walikuwa wanapishana, kwa sababu Ahli Pyramids alikuja kupoteza mechi dhidi ya Bank Al Ahli, akaja kasare dhidi ya Haras Al Hadud. Kusare na wale kukawa kumempa alama 1 kati ya 6 alizokuwa anaziwania. Utofauti ukawa alama 2. Ahli akaendelea kushinda mechi zake. Pyramids wakiamini kwamba ile rufaa aliyoshinda Ahli haikuwa ya haki. Kwa hiyo wakakata tena, wakaandika tu kwenye Instagram. Wakaweka tu posti ya kawaida. Haturidhishwi na hayo maamuzi. Tunataka mpira uchezwe kwa haki. Tunataka akatwe alama zote kama ambavyo wengine walishawekatwa huko nyuma. Basi ilivyokubaliwa ikabaki tu mtandaoni. Wao hawakupeleka kwenye vyombo vya maamuzi. Kitendo cha wao kushindwa kufile kwenye vyombo vya maamuzi ilikuwa ni kukubaliana na maamuzi, kwa sababu yeye pia ni mnufaika wa ligi na alikuwa na haki, sio third party kwamba ametoka nje ya ligi, kwa sababu alikuwa ni sehemu ya ligi, alitakiwa na yeye kufile, hakutaka kufile. Kilichokuja kutokea mwisho wa msimu Ahli anachukua ubingwa. Na jana kwenye mechi ile ya Ahli dhidi ya Farko, wakati mchezo unaendelea unafika dakika za ziada, ilionyeshwa gari lile limetoa kombe kwenye chama cha soka Misri, linapeleka Cairo Nasr City, na Pyramids yeye alikuwa anacheza upande mwingine wa Ismailia, alikuwa anacheza na Cleopatra. Yes, Sharamika Cleopatra. Kwa hiyo pale katikati ilikuwa ni either chama cha soka kipeleka kombe huko ama huko, kutokana na matokeo yatakavyokuwa. Ahli anaongoza 6 huku Pyramids anaongoza 5. Maamuzi kawa ni kupeleka huko sababu Ahli tayari ana faida ya zile alama. Mimi mtu ambaye anasema ameichinja Pyramids ni Pyramids wenyewe, kwa sababu walikuwa na nafasi ya kushinda lakini hawakushinda. Kuharibu zile mechi pale. Kama angejishindia angekuwa ameshinda, sababu kwenye mechi 5 za mwisho 2 ameharibu. Kama angeshinda zote alikuwa anachukua ubingwa kwa tofauti ya alama 4. Kwa hiyo no need ya kuleta excuse sasa hivi kwamba Ahli ameonewa, Ahli amebebwa kwa maana hajakatwa points zake. Kama angeshinda mechi zake, sababu ilikuwa ni swala la maamuzi ya rufaa. Huwezi ukasema na yeye akukata rufaa. Kila mtu aliongea. Yani sasa unajua watu wanachopaswa kufahamu, wewe kuposti kwenye mtandao wako wa kijamii kwenye mpira wa miguu haihalalishi kwamba hilo ndo tamko. Ila kuna namna ya kupeleka matamko yako. Wewe ukiharibu kwenye mitandao ya kijamii ikaleta athari, utashtakiwa kwa kuleta taharuki. Sio kwamba ule ndo msimamo ambao utakuwa unatambulika na mamlaka. Kwa hiyo picha ilianzia hapa na mpaka sasa hivi imebaki. Nimeona, shukrani sana, umeelezea vizuri sakata lote kuanzia mwanzo wa safari mpaka lilipo kwa ukubwa zaidi. Nimeona Pyramids wenyewe wameposta kaandika number 1. Unajua Pyramids number 1. Pyramids mpaka sasa hivi hawamtambui Ahli kama bingwa. Ahli hatambui Pyramids kama bingwa. Chama cha soka EFA kinamtambua Ahli kama bingwa. Lakini Pyramids wao wana msimamo wao ambao unaonyeshwa Ahli ana pungufu ya alama 3 ya zile alizokuwa nazo. Ndio hiyo ambayo inachanganya watu. Kwa hiyo watu wanachanganyikiwa kwenye huo msimamo. Kwa hiyo msimamo ni kwamba Ahli hakupokwa alama 6. Alipokwa alama 3 na zile nyingine 3 zikafutwa na kamati ya rufaa ambayo ni ya kamati ya Olympic. Kwa hiyo
hakuna maamuzi mengine tofauti na hayo, labda waende CAS ama kwingineko, lakini kwa pale nchini Misri biashara ishaisha. Aha, okay, safi sana. Jambo la mwisho kabisa kwa uchache kwenye kumalizia. Pyramids ni timu changa lakini inafanya mambo makubwa. Wameingia katika ligi ya Misri, wamemtoa tu Zamalek. Zamalek kashatolewa. Pyramids yuko pale, lakini msimu huu umeenda namna hiyo, yaani umeisha hivyo kwamba Pyramids kamaliza ligi. Unajua msimu uliopita Pyramids alimaliza nafasi ya pili, msimu hili nyuma alimaliza nafasi ya pili, lakini hakuenda kimataifa kwa sababu ilichukuliwa nusu msimu, matokeo nusu msimu. Yes. Lakini msimu huu Pyramids amemaliza nafasi ya pili kabisa kama nafasi yake ya msingi. Lakini kamaliza kuna maneno na Ahli kwamba sisi ndo tunastahili kuwa mabingwa, nyinyi mmefanya hivi, mmefanya hivi. Auoni kwamba Pyramids wanakaribia kama ambavyo wamefanikiwa kumuondosha Zamalek? Auoni wanakaribia sasa kumvuta na Ahli katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo? Na to be fair, nafikiri Pyramids current ndio timu bora barani Afrika. On my own perspective. Pyramids kuliko Mamelodi Sundowns. Yani ukizungumzia timu ambayo inacheza mpira unaonekana, timu inacheza kwa bora kaka, Pyramids wanacheza mpira mkubwa sana, na bahati mbaya watu wengi wanachagua mechi za kutazama. Mimi wakati naandika ilikuwa Septemba mosi, nilitabiri nikamweka Pyramids, nikasema Ahli nampa kwa sababu tu ya uzoefu, lakini Pyramids ndio timu inayoogopeka zaidi barani Afrika kwa kipindi hiki. Unajua tumezoea timu nyingi za Afrika Kaskazini hususan Misri, wakiwa away watapoteza muda, watalala, hawatakuwa na shambulia. Pyramids ni tofauti. Dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho wanacheza mpira wa nchi za Scandinavia, mwendo mdundo mpaka dakika ya mwisho. Na kitu pekee ambacho kinaweza kawafanya wasipate hiyo nafasi ya kumshusha Ahli, msingi wa Ahli ni tofauti kidogo na Zamalek. Zamalek ni timu ya mabwanyenye, timu ya matajiri. Kwa hiyo ikitokea yule tajiri aliyoshika timu akili zake zikawa changamoto, basi kuna nafasi kubwa Zamalek akawa na msimu mbovu. Namkumbuka mtu mmoja anaitwa Mansour Mortada. Alivyoshika ile timu uza kinafanya risasi, uza kina piga watu wote bei. Kasoro alishindwa tu kwa Zizo kwa sababu Zizo ndo alikuwa anatazama kama na Shikabala. Lakini wengine wote akawapiga bei. Sasa hivi kwa Ahli ni ngumu kwa sababu kwanza karibu kila mchezaji anatamani kwenda kucheza Ahli. Mchezaji ambaye anataka pesa ataenda Pyramids. Ndio kama kina Ramadan Sobi, uliona anaondoka Ahli akiwa mchezaji mzuri akaenda kule. Lakini kwa mchezaji mwenye ndoto ya mataji na ndoto ya kuwa timu kubwa, ndio kama Magdi Afsha, unatoka Pyramids unaenda Ahli. Ni wachezaji wengi, hata Mustafa Fati siku sio nyingi unaweza kumuona kwenye movie ya namna hiyo. Kuna mtu kama Ibrahim naye unaweza kumuona pia akienda kwenye movie. Nafikiri mtu alioshinda Ahmed Fati alitoka Ahli fullback, kutoka Ahli akaenda kujiunga na Pyramids. Yes, akaenda kumalizia mpira. Ni the same na Abdullah Al Said, alitoka pia Ahli akaenda Pyramids, sasa hivi yupo Zamalek. Ni move ambazo yani ni ngumu wewe Pyramids uende kumshawishi mchezaji ambaye anacheza Ahli kama Emma Mashur mwambie njoo kwenye hii timu. Ni lazima utenge pesa kichaa ndio unaweza kumshawishi. Unaona hata Zizo. Zizo anatoka Zamalek. Kwa kawaida ungetaraja aende Pyramids, sehemu ambayo atajitengenezea ufalme, lakini anaondoka anaenda Ahli, sehemu ambayo kuna Emma Mashur, kuna Hussein Al-Shahati, kuna watu wengi ambao Zizo anapata dhambi yule. Hawezi kupata. Anapata dhambi. Unajua Zizo ile ndo roho ya Zamalek. Kuelekea kwenye mechi yao dhidi ya Stellenbosch ya robo finali, ndio pale kila kitu kilivurugika. Ya marudiano. Kwa sababu walivyorudi kutoka South Africa, alionekana kwenye balozi ya Marekani nchini Misri. Na inasemekana alikuwa akifuatilia visa. Sasa wale wakambana, "Wewe visa ya nini?" Akamwambia, "Mimi nataka kwenda kupumzika Marekani kipindi cha kiangazi." Wewe unazungumza na Ahli, tuna taarifa. Sasa baada ya pale amesha sign sio contract ya awali na vitu vingine hivyo vikamfanya aingie kwenye mgogoro. Wakamsimamisha, na bahati mbaya wakati sekeseke linaendelea alinukuliwa na vyombo vya habari akisema, "Mimi swala la kucheza Ahli ni ndoto ya kila mtu."
Alafu akasema Zamalek ni timu nzuri lakini tunaona inavyoendelea haionyeshi mwanga mzuri wa huko mbeleni. So watu wakaichukua ile, watu wa Zamalek, watu wanachopaswa kufahamu, mabosi wa Zamalek ni viburi hasa. Watu wa Ahli ni majeuri tu, kwamba yani sisi kwa sababu tunaamini kwamba utafanya tunachokitaka. Zamalek utafanya tunachokitaka, ufanye tunachokitaka, ila sisi tumesema. Ni watu fulani majeuri sana, lakini mimi kitu ambacho nikuhakikishie. Na hapa sitotaka kutia comment na nitakuwa nimemaliza. Mamelodi Sundowns bingwa. Inawezekana ya CAF. Ni rahisi sana kumdhulumu Pyramids. Sijakwambia comment. Ndio nasema. Ni rahisi sana kumdhulumu Pyramids kuliko timu yoyote. Hata pale Misri ukienda wenyewe wanakuambia akiongoza ligi Zamalek hiyo ishakuwa heka. Akiongoza Pyramids anazunika. Pyramids hiyo sekunde tu. Lakini ambacho naweza nikakwambia, Pyramids kama wataendelea kukusanya wachezaji bora kutoka kwenye maeneo mengine, ubingwa haupo mbali nao. Lakini unapozungumza hivyo lazima kwa utazame na Ahli wanachukua watu wa aina gani. Imagine tu Ahli wanakubali kumwachia Rami Rabia, Akram Tawfik, Hamza Allah, Amri Al-Sulaya, Ali Malul. Hao wachezaji watano nilokutajia, timu yoyote wanaenda kuanza barani Afrika. Timu yoyote wanaweza kwenda kugombania namba barani Afrika. Wanaokuja ni akina nani? Ndio akina Ali Ramadan, yule Mtunisia. Lakini pia Faisal, Feitoto. Faisal Osama, yule ndo anayemfikiria naye kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu. Feitoto. Mkojani? Acha pweza hapa. Mkojani tukutane Forodhani. Hata anataka kutoa foro. Ushafahamu? Ushafahamu. Mkojani anataka kutoa foro bwana.